kwanza, heshima ya mtu inaweza ikajengwa na matokeo alionayo au mafanikio aliyoyapata. Watu wengi hapa duniani wapo ambao heshima yao imejengwa kwa sababu ya mafanikio yao, kwa sababu ya biashara walizonazo, kwa sababu ya kazi walizonazo, kwa sababu ya kuvunja rekodi kwenye mpira wa miguu, kwa sababu ya kuvunja rekodi kwenye ukimbiaji, kwa sababu ya kuwa na kipaji fulani alichonacho. Heshima ya namna hii maana yake imeshikiliwa na mafanikio yako. Changamoto tu ni kwamba siku zote katika maisha kuna watu ambao lazima watakuja siku moja watafanikiwa zaidi yako. Kwa maneno mengine, heshima hii inaweza ikahamishika kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine kadiri muda unavyokwenda. Lakini cha msingi unachotakiwa kujua ni kwamba ukiwa na mafanikio na ustawi kwenye eneo fulani, unaweza ukautumia huo kutengeneza ustawi kwa kiwango cha juu zaidi, au kutengeneza mafanikio katika eneo jingine. Hii ni aina ya kwanza ya heshima. Lakini iko aina ya pili ya heshima ambayo inajengwa na tabia yako au character, ambayo mara nyingi imebebwa na kuaminika kwako katika jamii. Hii ni ile ambayo watu wanakuamini kwa sababu ya misimamo yako. Watu wanakuamini kwa sababu ya values zako. Watu wanakuamini kwa sababu ya heshima ambayo umejijengea kwa vitu ambavyo umevifanya vinavyoendana na tabia yako. Ni pale watu wanaposema kwamba katika watu ambao ninawaamini ni huyu hapa. Ni pale watu wanaposema kwamba hapana, hichi kitu huyu mtu hawezi kufanya. Hiyo ni heshima inayojengwa na mwenendo wako katika maisha. Na heshima hii huwaga inachukua muda kujengeka. Lakini uzuri wake ni kwamba wewe mwenyewe ndio ambaye unakuwa umeitawala. Hakuna mtu anaweza kunyang'anya kwa sababu unaijenga mwenyewe na unaweza pia kuibomoa mwenyewe. Lakini aina ya tatu ni ile ambayo inatokana na watu ambao unaambatana nao. Kila ambaye unaambatana naye either anakujengea heshima au anakubomolea aina fulani ya heshima. Na wako watu wengi sana ambao heshima zao zilijengwa kwa sababu ya aina fulani ya watu ambao walikubali kuambatana nao. Na wako watu katika maisha ambao heshima zao zilipungua kwa sababu ya aina fulani ya watu ambao waliambatana nao. Ndio maana katika maisha ya watu tunasema ni kwamba ni vizuri sana kuchagua mtu ambaye unaambatana naye, kwa sababu yeyote ambaye unaambatana naye ni either anakuongezea kitu chanya au anaondoa kitu hasi kwenye maisha yako. Sasa heshima hii mara nyingi unaweza kuijenga kupitia watu. Ndio maana umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wakipiga picha na mtu maarufu wao wanapenda kuposti. Wanaposti kwenye mitandao ya kijamii, wataonyesha watu. Kwa sababu ile heshima yule mtu maarufu huwa wanaona kama na wao inawaambukiza. Na hata wewe kuna watu ambao uliwaheshimu tu kwa sababu uliwaona wanaambatana zaidi na watu fulani. Sasa ni nzuri kwa sababu heshima hii inaweza kujengeka kirahisi kwa sababu ya muonekano uko na watu wenye heshima. Lakini heshima hii usipoibadilisha kutoka kuwa heshima ya kuambatana na watu kuwa heshima yako, maana yake yule mtu akikuacha au akiondoka utabaki bila heshima yoyote. Na wako watu wengi baada ya aina fulani ya watu kuondoka kwenye maisha yao walirudi na kuwa watu wa kawaida kabisa kwenye maisha yao kwa sababu hawakutumia ile fursa kujenga heshima yao wao wenyewe.